Ni usiku mzuri ambao tupo nyumbani mwa Bwana, na wakati watu wengine wamechagua kulala, wewe umechagua kuwepo nyumbani mwa Bwana. Hebu mpe Bwana Yesu makofi mengi ya sifa na utukufu. Na kazi yangu itakuwa ni ndogo sana usiku wa leo, kwa sababu ni usiku wa kusifu na kuabudu, lakini pia tunataka tufanye mambo mawili matatu ambayo yanaweza yakatusaidia kupiga hatua kwenye maisha yetu, lakini pia ili tusogee mahali ambapo Mungu anataka tusogee usiku wa leo. Hebu fumba macho yako ni kuombee. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya dakika hizi chache ambazo umetupa Mungu wa mbinguni kuzungumza na watoto wako. Roho Mtakatifu, tuhudumie siku ya leo, tuponye, tushangaze tena kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na kama jinsi ambavyo kwenye theme yetu imesema kwamba utakuwa ni mkesha wa overcomers, ama ni mkesha wa washindi, na mimi nataka niongee kwa dakika chache sana ambazo nimepewa. Natamani niongee na wewe juu ya kitu kinaitwa overcomer mentality. Overcomers mentality ama haiba ya washindi inakuwaje? Unafahamu wakati Biblia inatuita sisi ni washindi zaidi ya kushinda, au tunapoitwa washindi ama tunapoitwa overcomers, manake kiko kitu fulani ambacho kumbe kiko mbele yetu ambacho kitatusababisha, ama iko vita fulani ambayo tutatakiwa kuingia, ama iko mchezo fulani ambao tutatakiwa kuingia ambao tutalazimika kushinda ili kuitwa washindi. Kwa hiyo mara zote unapotamani kuitwa mshindi, jambo la kwanza ambalo unatakiwa uelewe, manake iko taski mbele yako ya kuifanya ambayo ndio itakupa sifa ya wewe kuwa mshindi. Sasa natamani kuongea kwa habari ya akili ama haiba ya washindi, na nitakuwa nikitokea hapo, na jambo muhimu sana kulijua ili uwe mshindi kwenye maisha yako, manake lazima iko vita fulani ama shindano fulani ama jambo fulani ambalo unalikabili liko mbele yako, ambalo ili uwe mshindi ni lazima ulishinde. Wangapi wananielewa? Kama unanielewa sema amen. Na usiku wa leo nitakuwa nikiongelea aina mbili za maadui ambao unatakiwa kuwashinda kwenye maisha yako. Nitakuwa nikikwambia aina mbili za maadui ambao unatakiwa kuwashinda kwenye maisha yako, ambaye adui ya kwanza ni adui unayempenda. Mwambie jirani yako adui unayempenda. Adui wa kwanza unayetakiwa kumshinda kwenye maisha yako ni adui unayempenda. Mara nyingi tunapigana na vitu ambavyo hatuvipendi. Mara nyingi ni rahisi sana kuwa against na kitu ambacho haukipendi kwenye maisha yako, lakini kwenye utafiti mdogo ambao nimefanya, vitu vinavyotuangamiza sana kwenye maisha yetu ni vitu ambavyo tunavipenda. Ni adui namba moja ambaye unampenda, ama adui ambaye amekuzunguka kwenye maisha yako. Unafahamu kuna wale watu ambao wamekaa kwenye maisha yako ya kila siku ambao unawafurahia, lakini si watu salama kwa destiny yako. Si kama kuna mtu fulani anaelewa. Kuna vitu ambavyo vimekaa kwenye maisha yako unavyovifurahia, lakini Biblia inasema iko njia ionekanayo ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Sasa jambo la kwanza ambalo tutatamani kupigana nalo ni huyu adui wa kwanza ambaye unampenda, lakini pia adui wa pili ambaye tutatamani tumwangalia ni huyu adui ambaye yuko mbali, adui ambaye umpendi, ambaye nafahamu watu wote tunatamani kupigana naye. Adui huyu ni nani? Watu wote ukisema wangapi wanaochukia umaskini? Wangapi wanaochukia umaskini? Wote wamenyosha. Ukisema wangapi wanachukia kukataliwa? Wote wamenyosha. Ukisema vitu vingine hivyo, huyo ni adui ambaye yuko mbali, ambaye humpendi, ambaye mara nyingi ndio tumewekeza nguvu nyingi kupigana naye. Lakini ukija kuangalia kimsingi, ili uweze kushinda vita ya adui usiyempenda, lazima ushinde vita ya adui unayempenda kwenye maisha yako. Kwa sababu tunaposema hivi vitu vingine, manake ni matokeo ya vitu ambavyo tumevitengeneza sisi wenyewe kwenye maisha yetu, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Kwa haraka zaidi naomba tuelekee kwenye kitabu cha Hesabu 13, kitabu cha Hesabu kutoka kwa Biblia 13, sura ya 13. Nitasoma kuanzia mstari wa 30 mpaka pale chini 32. Anasema, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukatamalaki, maana tuweza kushinda bila shaka. Bali wale watu walipopanda naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hao, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Mstari wa 32 anasema, wakasema wana wa Israeli kwa habari mbaya ya ile nchi walioenda kuipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi
inayowala watu wanayoikaa, na watu wake waliomo ndani yake ni watu warefu mno. Alafu ukienda pale chini kwenye mstari wa 33 utaona wanasema kitu kimoja cha ajabu sana. Wanasema tulipoenda kupeleleza tulijiona kama mapanzi na wao ndivyo walivyotuona sisi. Ninapenda sana wakati pale naposema tulijiona kama mapanzi alafu wakakonkludi wakasema na wao ndivyo walivyotuona sisi. Kumbe kinachotokea mara zote, kile unachokiona kuhusu wewe kwenye maisha yako ndicho hicho ambacho watu wengine watakiona kuhusu wewe. Wangekuwa walisema kwamba walituona kama mapanzi, ningeweza nikasema okay, kwamba ndio hali waliokuwa nao. Lakini jambo la kwanza wanasema kwamba tulijiona kama mapanzi, alafu na wao ndivyo walivyotuona sisi. Kwa hiyo jambo la kwanza unalotakiwa kulifahamu ukiwa kama mshindi, ukiwa kama mtu ambaye unategemea ushindi mbele ya maisha yako, kwamba adui wa kwanza wa kupigana naye ni jinsi ambavyo unajiona wewe mwenyewe kwenye maisha yako. Huyo ndio adui wa kwanza wa kupigana naye, jinsi ambavyo unajitazama, jinsi ambavyo unajiweka kwenye kundi la watu wa namna gani, unajiweka kwenye kundi la watu wa aina gani. Huyo ni adui wa kwanza ambaye unatakiwa kupigana naye. Ukisoma hii habari kutoka kwenye hichi kitabu cha Hesabu, utaona ni habari ambayo wana wa Israeli wametoka utumwani Misri, wamekuja wamekombolewa kwa mkono wa Mungu, wamekuja jangwani, alafu wametoka jangwani, sasa wanaanza kuielekea safari ya nchi ya ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaahidi. Lakini sasa wamefika kwenye point ya destination ambayo inawatakiwa waende kwenye ile nchi kuipeleleza ambayo Mungu aliwaahidi. Alafu kuna kitu kinachokuja kutokea, kitu cha ajabu. Angalia kinachotokea. Ukisoma kuanzia mstari wa 18 kwenye hii sura ya 13 utaona Musa anatuma wapelelezi waende kwenye ile nchi. Sasa kuna kitu kimoja ambacho natamani kukwambia, kwamba pamoja na kwamba Mungu amekuahidi, pamoja na kwamba hicho kitu Mungu alichokisema kwenye maisha yako ni kweli, lakini you are responsible to do something to make that thing happen. Hello? Kuna jambo ambalo Mungu ameliahidi kwenye maisha yako, na hilo jambo ni halisi sana kwenye maisha yako, lakini ili litimie, liwe kitu halisi kinachoshikika, manake iko sababu ama liko jambo ambalo wewe kwanza utatakiwa kulifanya. Na angalia kinachotokea. Mungu anawachukua kutoka utumwani, anawaleta mpaka jangwani, wanaishi, wanakula bure, hauoni kwamba wakinunua vitu vyovyote, nguzo ya moto inawatangulia, Mungu anakuwa yuko pamoja nao, anawashushia mana, anawashushia kware, anawashushia kila kitu. Lakini inapofika pointi ya kwenda kumiliki na kutawala, Mungu hasimami tena peke yake, lakini anataka wao pia washiriki kwenye mchakato wa kutengeneza kitu kuwa halisi. Kwa hiyo it doesn't matter Mungu amesema kitu gani kwenye maisha yako. Kuna pointi ambayo utategemea miujiza, lakini kuna pointi ambayo pia Mungu atakutegemea kufanya jambo fulani ili ufike kwenye hatima ambayo anataka ufike. Si kama kuna mtu fulani naongea na mtu fulani usiku wa leo, kwamba ni kweli kuna pointi umekaa ambayo kila ukiomba kwenye pointi ya maturity tunasema hawa watu walikuwa kama watoto wametoka utumwani, Mungu anawalea, anawakuza, lakini kuna pointi imefika wanatakiwa waende wakapigane vita ili wamiliki nchi ambayo Mungu alikuwa amewaahidia. Na ndicho ambacho kinatokea kwenye maisha yako. Ndio ni kweli una huduma kubwa, ndio ni kweli kuna kipaji kikubwa, ndio ni kweli kuna vitu ambavyo vingi Mungu amekuwekea kwenye maisha yako, lakini kuna pointi itafika ili hivyo vitu viwe halisi kwenye maisha yako, lazima uwe tayari kwenda kupigana vita kuvifanya hivyo vitu vitokee. Na hiyo ndiyo concept ya overcomers. Na hiyo ndio itakao kufanya mwisho uitwe mshindi. Hauitwi mshindi kwa sababu ulihudhuria uwanja wa vita. Unaitwa mshindi kwa sababu ulikuwepo kwenye uwanja wa vita, ukapigana na ukashinda vita. Mwambie jirani yako ni lazima ushinde. Mwambie jirani yako ni lazima ushinde. Sasa watu wengi tupo kwenye field, lakini hatutaki mchakato wa kukiendea kile kitu ambacho Mungu amesema. Na hiyo ndio sababu ukiangalia wakati Musa anatuma hao wapelelezi kwenda kule mahali ambako Mungu aliwaonyesha, wanapofika kule ni kweli wanakutana na vitu ambavyo ni vigumu, lakini ilitakiwa kuwachukua wao kumbukumbu ndogo sana ya mambo Mungu aliyowafanyia ili kujua kwamba na hii Mungu atawapitisha. Lakini angalia kinachotokea. Kuna Joshua na Caleb
Alafu kuna hao wana wa Israeli wengine ambao pia nao ni viongozi wa makabila yale mengine ambao kimsingi wote walikuwa wametumwa. Kinachotokea ni nini? Wote wanaenda kwenye nchi ile kuipeleleza, na wanarudi na ripoti nzuri kwamba kweli ile nchi ina maziwa na asali, kweli ile nchi ina kitu fulani na kitu fulani kama Mungu alivyosema, lakini watu wanaokaa kule ni wakubwa. Sasa kuna taarifa mbili tofauti ambazo zinatoka kwa watu ambao wote ni wamoja, na hapa ndipo ambapo nataka kukaa kwa muda mrefu kidogo, kwamba inawezekana kweli ukawa uko na ndugu yako, rafiki yako, mpendwa mwenzako, mwanafunzi mwenzako ambaye kweli mmeokoka pamoja, au hata kama mjaokoka mnasoma chuo kimoja, mnafanana vitu mnavyovifanya, lakini kwenye mind hamuwazi sawa. Na mawazo, Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na ndio maana unaona wakati hawa wengine wanaona kushinda, hawa wengine wengi wanaona kushindwa. Sasa kinachotokea, kabla ya kwenda kupigana vita halisi ya nje, hawa watu walitakiwa kupigana vita ya ndani na kuishinda. Na ndio maana wakati wale wengine wanasema hatuwezi kwenda kupigana kwa sababu wale watu ni wakubwa mno, kuna watu fulani wakajitokeza, wakasimama pembeni, wakasema no, we can do it, we can do it, we can do it. Unafahamu, mtu ambaye ni mshindi, akili moja washindi ni kwamba hawaendeshwi na ukubwa au wingi, maoni ya wingi wa watu, wanaendeshwa na ahadi ya Mungu. Kuna watu wengi wanasema sauti ya wengi ni sauti ya Mungu, lakini mimi nakataa. Wanaweza wakaongea watu mamilioni, lakini sio ni sauti ya Mungu. Sauti ya wengi ni sauti ya wengi, na sauti ya Mungu ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo jambo la kufanya unapokaa kwenye sehemu ya kuingia kwenye field, lazima uanze kupigana na vita ya watu wa ndani. Na nisikilize kitu fulani ambacho ni muhimu sana kukifahamu kwenye maisha yako, kwamba haijalishi unampenda huyo mtu kiasi gani, haijalishi umekuwa naye kwa muda mrefu kiasi gani, haijalishi amekaa na wewe kwa muda mrefu kiasi gani, kama si mtu sahihi ama kama ni mtu anayepingana na mpango wa Mungu kwenye maisha yako, huyo ni adui. It doesn't matter for how long you have been with her. Haijalishi unampenda ama unamwelewa kiasi gani, kama ni mtu anayesema kinyume na kitu Mungu anachosema kwenye maisha yako, huyo ni adui. Na ndio maana usiku wa leo ninakuombea kwa jina la Yesu, kila adui aliyoko kwenye maisha yako akaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kila adui unayempenda aliyoko kwenye maisha yako akaondoke kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ili uingie kwenye vita ya kushinda, lazima upigane vita na adui waliokuzunguka unaowapenda. Unatakiwa ujiulize katika maisha yako, nani ni adui ambaye unampenda? Who is the enemy you love? Ni nani ambaye unampenda kwenye shule yako, kwenye mahusiano yako, kwenye kazi yako, kwenye huduma yako, kwenye kitu chochote? Wapo watu ambao wanaongea kinyume na kile kitu Mungu ambacho anaongea juu ya maisha yako. Wako watu ambao hawaoni kile kitu ambacho wewe unaona, na usipowashinda hawa watu hauwezi kwenda kushinda vita. Ni lazima ushinde, kwa sababu angalia, hawa watu wameishi miaka 400 na kitu utumwani, wakitegemea kukombolewa kwenda kuingia nchi ya ahadi. Leo wamekaa jangwani miaka mingine tena mingi ya kutosha. Wanapokaribia kwenda kuingia Kanaani, kwenye nchi ambayo Mungu amewapa, kuna watu wanaanza kubisha tena. Sasa kama haiwezekani kupigana, safari yote ya miaka yote ilikuwa ya kazi gani? Safari yote ambayo ametoka kutoka utumwani miaka yote ilikuwa ni ya kazi gani? Kama haiwezekani kupigana, maana nini? Tunapoingia kwenye uwanja wa vita, hatujaja kuhudhuria, tumekuja kushindana. Na tumekuja sio tu kushindana, lakini tumekuja kushinda. No matter what, tumekuja kushinda. Mimi nakuombea Mungu akupe hiyo mentality kwa jina la Yesu Kristo, kwamba uingie mahali ukijua kwamba I am here to win, I am here to overcome. Sijaja kuhudhuria, lakini nimekuja kushinda kwa jina la Yesu. Hebu kama unanielewa, mpe Bwana Yesu makofi ya sifa na utukufu. Kama yalikuwa ni ya Yesu, mpe mengi 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 tena. Anasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakaye. Manake Biblia inaposema sisi ni washindi, manake iko vita mbele yetu. Lakini habari njema ni kwamba
hiyo vita iliyoko mbele yako unaweza kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Nasema unaweza kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Jambo lingine muhimu, mambo muhimu kujua kuhusiana na akili ama mentality ya washindi, ni watu ambao hawaendi kama vipofu, lakini wanatafuta taarifa za mahali wanapoenda. Washindi, jambo la kwanza wanalolifanya ni watu ambao hawaendi kama vipofu, lakini wanatafuta maarifa. They seek knowledge of where they are going. Wanatafuta taarifa za mahali wanapokwenda. Kama kuna jambo gumu utalifanya kwenye maisha yako, ni kupigana vita bubu. Oyo, sio umeona, nielewa? Usikubali kupigana vita bubu. Ni kweli Mungu amesema, ni kweli ameahidi, lakini wakati wa kwenda kupigana unapofika, Musa anatuma wapelelezi. Na ukisoma ile mistari ya nyuma anaeleza vizuri, anasema kaangalieni nchi ile kama ina chakula cha kutosha, kaangalieni aina ya watu wanaokaa, kaangalieni aina ya vitu wanavyokula, kaangalieni aina ya mazingira. Anasema kaangalieni mpaka matunda yake. Manake nini? Kwenye kitu ambacho Mungu amekuahidi unachokiendea, ni lazima uanze kutafuta taarifa muhimu zitakazokupeleka kuwa mshindi. Kwa sababu usipotafuta taarifa muhimu, utaingia mahali ambapo haujui kwa nini umeingia, na utapigana vita ambayo haujui kwa nini unapigana, na pengine utatumia kilungu sehemu ambayo utakiwa kutumia manati. Sio kama unanielewa? Na unaweza kaenda na silaha chache sehemu ambayo utakiwa kutumia silaha nyingi. Kwa hiyo ni lazima, jambo la kwanza, washindi wanatafuta taarifa za mahali ambapo wanakwenda. Lakini jambo la pili ambalo wanatakiwa kulielewa, ili uwe mshindi, lazima uwe tayari kuikabili vita. Am I talking to somebody? Ninatamani ningekuwa ninaongea nikakwambia receive your car in the name of Jesus, na wewe ukaanza kuruka I receive. Nikakwambia pokea mchumba kwa jina la Yesu, ukanyanyua mpaka kiti ukasema napokea. Lakini Mungu anaweza akakupa gari kama haujajua kweli. Mungu sikatai, anaweza akakupa gari kabisa, yani kwamba Mungu akatoa muujiza gari hapa pap, lakini kama haujajua kweli, hiyo gari utaipokea na kwenda kuipaki. Kwa sababu Biblia inasema nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Inakufaa nini kupokea gari ambalo hauna tairi la mafuta ya kujaza? Na ndio maana lazima upewe knowledge ya nini ambacho, what does it take to have a car. Alafu kishapata hiyo knowledge, hautausubiri muujiza, lakini muujiza utakusubiri wewe somewhere pale mbele. Na hiyo ndio maana ya kanuni 1+1 ni 2, very simple. Kwa hiyo lazima tukwambie kwamba ili vitu vitokee kwenye maisha yako, kuna hatua lazima ukubali kuondoka. Biblia inasema kwamba msifungiwe nira na wasioamini kwa namna isiyo sahihi. Kwa hiyo bado ninaongea kwa habari ya adui ya kwanza, kwamba haijalishi unampenda kiasi gani, haijalishi unamuona ni mzuri kiasi gani, lakini kama yuko kinyume na neno la Mungu, huyo si mtu salama kwako. Kama unaelewa, mpe Bwana Yesu makofi ya sifa na utukufu. Jambo jingine, washindi hawaendeshwi na maoni ya wengi. Nimekwisha kusema hawaendeshwi na maoni ya wengi, hawaendeshwi na maoni ya wengi, lakini wanatembea na ahadi ya Mungu aliyoweka kwenye maisha yao. Wanatembea na ahadi ya Mungu aliyoweka kwenye maisha yao. Sasa namna nzuri ya kumshinda adui ambaye unampenda, very simple, ni kujichomoa kwenye mazingira ambayo wapo hao watu. Lazima utafute mahali ambapo utaongea lugha na watu wanaoongea na wewe. Jamani, sio kama kuna mtu fulani anaelewa. Lazima utafute watu ambao wanaona kile kitu ambacho unakiona. Haijalishi una nguvu kubwa kiasi gani kwenye maisha yako, lakini kama uko na watu ambao wanaona positive, wanaona negative kuhusiana na maisha yako, automatic watabadilisha mtazamo wako na wewe utaanza kuona. Hebu Robi, kimbia hapa mara moja, nataka nikuonyeshe kitu fulani alafu nitakuwa namaliza. Utaanza kuona kitu ambacho kinatokea. Na ndio sababu Biblia inasema kwamba tusifungiwe nira na watu wasioamini kwa namna isiyo sahihi. Kuna kitu ambacho nataka kuonyesha, kimbia hapa Elia mara moja. Kuna kitu ambacho nataka nikuonyeshe mara moja, alafu nitakuwa naondoka hapa. Angalia kitu kinachotokea. Nilikuwa nimeandaa hii kamba, vaa hiyo kamba Robi.
Mtu mwingine ambaye anaona anataka kunisaidia kuhubiri, njoo mara moja kunisaidia kuhubiri. Kimbia hapa mara moja. Tuhubiri hichi kitu alafu nielewa, alafu nitakuwa naondoka kwenye maisha yako. Kinachotokea sasa, sisi ni watu wawili ambao ni kweli huyu ni ndugu yangu, choma ndani mwana. Ni kweli huyu ni ndugu yangu, ni kweli huyu ni rafiki yangu, na ni kweli hawa watu wote tuko pamoja, lakini kila mtu ana mtazamo wake juu ya maisha yake. Sio kama unanielewa? Ni kweli ninampenda, ni kweli ni ndugu yangu, ni kweli ameokoka kama mimi, ni kweli tumetoka naye mkoa mmoja au kijiji kimoja, lakini wakati mimi ninaona kwenda kulia, yeye anaona kwenda kushoto. Sasa kinachotokea, tunaongea lugha mbili tofauti, kwa sababu yeye amenia la kwake na mimi nimenia la kwangu. Kwa hiyo wakati mimi natazamia kwenda kulia, na kimsingi sio kwamba sioni kitu gani ambacho Mungu amekiweka mbele, ninaona, lakini ni kwa sababu nimefungiwa nira na mtu asiyeamini kitu nachokiamini kwa namna isiyo sawa, sitafika popote. Na Biblia inaposema msifungiwe nira na watu wasioamini, inasema vizuri, haimaanishi tusishirikiane, inasema vizuri kwa namna isiyo sawa. Maana yake nini? Kumbe kuna mashirikiano mengine ambayo tunaweza tukafanya, lakini kuna level kwenye maisha inabidi ufike na kuanza kupunguza watu, kwamba ni kweli ninakuhitaji sana, ni kweli nilikuwa nakupenda, lakini kwenye level hii inayoenda no, kama uone ninavyoona unatakiwa kunipisha uniache niende. Ni kweli kama uone ninavyoona unatakiwa kunipisha niache niende. Sasa kinachotokea, wengi tunahangaika, tunazidi kusogea, safari inakuwa ngumu, unazidi kukimbia, unaona usogei, alafu kila siku unapiga magoti, unaomba, unalia. Kila siku unapiga magoti, unaomba, unalia. Kila unapotaka kupiga hatua kwenda mbele, kuna mtu fulani nyuma anakuvuta. Na sio kwamba anakuvuta kwa sababu hakupendi. Yeye naye anaona kitu anachokiona yeye. Sio kama unanielewa? Wewe kuna kitu unachokiona na yeye kuna kitu unachokiona. Sasa kinachotokea, kila ninapopiga hatua, na ndio unakuta naenda kwenye maombi, naombewa siku ya kwanza inagoma, naombewa siku ya pili inagoma, unaombea mkutano wa kwanza inagoma. Kuna watu kila semina akienda anaenda apiga magoti, baba niko hapa, baba leo nasogea. Akiinuka akitaka kusogea, ngoma inagoma, nazidi kurudi nyuma. Anaitishwa tena mkutano wa mchungaji Ondo, anaenda anapiga makofi, baba nahitaji kusogea. Unaona kabisa nasogea kwenye moyo wako, unaona kabisa unasogea. Ukiinuka ukitaka kusogea, unaona usogee. Mkutano wa mchungaji Sara, anaenda, baba nahitaji kusogea, anapiga magoti, anaenda. This time analala mpaka chini kabisa, anasema nasogea. Anainuka kwa makofi, anasema nasogea. Akitaka kusogea asogei. Kumbe alichotakiwa kukifanya sio kuomba, ni kutoa hii na kuanza kwenda na hatua yake na kuacha hao waende. Si kwa sababu wao ni wabaya, si kwa sababu wao si watu wa Mungu, lakini kwa sababu hawaoni nachokiona hawanifai, lakini kwa sababu hawaendi na koenda hawanifai, lakini kwa sababu wao wana picha ya maisha yao na mimi nina picha ya maisha yangu, na haijalishi ninawapenda kiasi gani, kama wanapingana na neno la Mungu kwenye maisha yangu, lazima niwaache waende. Na ndio maana usiku wa leo nimekuja kumhubiria mtu mmoja kwamba haijalishi ni nani, lazima umwache aende kwa jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea, hata kama ni mchumba ambaye anapingana na mpango wa Mungu, mwache aende kwa jina la Yesu. Hata kama ni mwalimu anayepingana na mpango wa Mungu, mwache aende kwa jina la Yesu. Hata kama ni rafiki wa karibu anayepingana na mpango wa Mungu, let them go in Jesus name. Kwa sababu unataka kuwa msingi, utainuka mwenyewe na kutembea hatua ya kwanza, na kutembea hatua ya pili, na kutembea hatua ya tatu, na kuanza kukimbia, na kuanza kukimbia, na kuanza kukimbia, na kuanza kukimbia. Kama unaelewa, sema. You must leave some people out of the way. Lazima uache watu nje ya njia yako. Hebu mwambie jirani yako, kama wewe sio wa mpango wa Mungu, toka. Namalizia. Hii ni muhimu sana kujielewa kwenye maisha yako, kwa sababu hicho ndicho kitu pekee ambacho kitakusaidia kusogea kwenye destiny yako. Wakati mwingine sio maombi, wakati mwingine ni maamuzi yaliyo sahihi. Na ndio maana, listen to this, wakati mamilioni, Musa alisafiri na watu, ukisoma kwenye wataalamu wa Biblia wanasema takriban 3 milioni.
walikuwa naye jangwani, ambao wanaenda naye kwenye nchi ya ahadi, lakini walioweza kuingia kwenye nchi ya ahadi ni watu wawili tu katika wale walioenda, ni Joshua na Kalebu. Kwa nini wao walienda wawili? Ni kwa sababu waliamua kujitoa kwenye kundi la watu wengi na kusema no way, I'm gonna walk this way, hata kama haionekani na watu wengi, lakini kama ni njia Mungu aliyosema, nitatembea na kwenda kwa jina la Yesu. Mimi ninakuombea usiku wa leo kwamba inuka, tembea kwa jina la Yesu Kristo. Nasema inuka, tembea kwa jina la Yesu. Inuka, tembea kwenye ushindi kwa jina la Yesu. Inuka, tembea kwenye ushindi kwa jina la Yesu. Hey, sio kama kuna mtu fulani anaelewa. You must leave the enemy you love. Lazima uondokane na adui unayempenda. Alafu angalia kishatokea. Unapoondokana na adui unayempenda, jambo la pili sasa, you step in the battlefield. Unaingia kwenye uwanja wa vita. Na ni bora ukawa peke yako kwenye uwanja wa vita, ama mkawa wawili ama watatu ama 10 kwenye uwanja wa vita, ambayo mnaona pamoja, mnaongea kama mtu mmoja na mnania kitu kimoja, kuliko kuwa maelfu ya watu ambayo hamuoni jambo moja. Am I talking to somebody? Naongea na mtu fulani. Ni bora uende ukiwa uko peke yako, kwa sababu ukienda, na sikiliza nikwambie, wakati mwingine Mungu akitaka kukupa promotion kwenye maisha yako, anaanza kupunguza watu kwenye maisha yako. Anapunguza 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 watu kwenye maisha yako. Na ndio maana Gideoni kabla kwenda kwenye vita, Mungu anamwambia chukua watu. Mijitu inaenda, kuna mijitu mingine inaenda na kaa pale, inalala kabisa kwenye maji. Mungu anasema hao hawafai kwa vita. Kata, toa, wanaenda wengine. Anachukua mpaka walipobaki wachache, kwa sababu Mungu kuna wakati anataka ukifika level ya mafanikio usiseme kwa sababu nilizungukwa na watu wengi. Hey, hujaelewa wewe. Mungu ni Mungu mwenye wivu sana. Anataka ukifika kwenye level ya kufanikiwa usiseme kwa sababu jina la baba yangu ni kubwa. Usiseme kwa sababu nina connection nzuri sana. Usiseme kwa sababu nimezungukwa na watu wengi. Na ndio maana napenda sana Daudi anasema wale wanataja magari, wale wanataja majumba, wale wanataja farasi, wale wanataja akaunti zao za benki, wale wanataja majina ya baba zao, wale wanataja vyeo, lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Jina la Bwana. Kama unalitaja jina la Bwana, inuka, piga kelele, sema Yesu. Kama unalitaja jina la Bwana, inuka kelele, sema Yesu. Yesu. Now, namaliza. Watch this. Unapotoka kwenye eneo la comfort zone, wakati mwingine marafiki wale waliokuzunguka ni comfort zone yako, kwa sababu you know for sure nikikosa kitu nitapiga kwa Sara simu, Sara I need money, atanirushia, kwa sababu kuna kitu ana benefit kwenye maisha yangu. Lakini piga hesabu, angalia, toka uanze kuwa na huyo rafiki uliyekuwa naye, ama uanze kuwa kwenye hayo mazingira uliokuwa nayo, kuna kitu gani ambacho umekigain kwenye maisha yako zaidi ya kupoteza? Anasema iko njia ionekanayo kuwa ni njema machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Sasa usiangalie kile kitu ambacho watu wanakiangalia kwa sasa. Usikiangalie kile ambacho unakiona kwa sasa. Usiangalie situation iliyoko mbele yako, lakini angalia revelation ambayo Mungu alikupa akasema mbele wakati anaongea na wewe. Wakati Mungu anawaahidi kwenda kuingia kwenye ile nchi, wakati Mungu anasema waende wakaishinde ile nchi, kimsingi alikuwa anajua kwamba kwenye ile nchi kuna majitu. Wakati Mungu anakuruhusu kukupa hiyo nafasi aliyokupa, alikuwa anajua kuna vita utatakiwa kuipigana. Kwa hiyo usiangalie vita ambayo umefika wakati ule, lakini geuka nyuma, alafu angalia ile ahadi ya Mungu aliyokuwa ameiweka kwenye mikono yako aliyoisema. Alafu ukiangalia nyuma, unaanza kusema kama Daudi alivyosema kwamba surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Anasema hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Alikuwa asemi akiwa kwenye mazingira ya raha,
alikuwa asemi akiwa kwenye wakati mzuri, alikuwa amepita kwenye wakati mgumu, lakini anaangalia nyuma, anageuka, akiangalia anakumbuka jinsi vile Mungu ambavyo alimtoa kwenye mikono ya simba, alimtoa kwenye mikono ya dugu, akamuokoa na mikono ya Sauli, akamuokoa na kila aina ya ubaya. Walipotaka kumuua wakashindwa kumuua, akamtoa kwenye kuchunga kondoo, akamuweka kwenye kiti cha ufalme. Na hata pale kwenye kiti cha ufalme anapopita kwenye mazingira magumu yanamgumisha kweli, anataka kukaa chini, lakini akiangalia nyuma anasema surely goodness and mercy, wema na fadhili. Ninakuombea usiku wa leo kwa jina la Yesu Kristo, geuka nyuma, angalia mambo Mungu ambayo amefanya. Walisema hautafika chuo, umefika kwa jina la Yesu. Walisema hautaweza, umeweza kwa jina la Yesu. Walisema hautashinda, umeshinda kwa jina la Yesu. Walisema wewe si wa kufaulu, umefaulu kwa jina la Yesu. Walisema hautatembea, unakimbia kwa jina la Yesu. Walitembea utaanguka, umeinuka kwa jina la Yesu. Kama unaelewa, inuka, piga kelele, sema mwisho wa siku si maelfu ya watu, wala si mamia ya watu, wala si makumi ya watu, lakini ni watu wawili ambao wanaingia kwenye nchi ya ahadi. Ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo, katika watu wachache watakaofika kwenye hatima zao, utakuwa ni miongoni mwao kwa jina la Yesu Kristo. Nasema katika watu wachache Mungu aliyokusudia ufike kwenye hatima zao, utakuwa ni wewe kwa jina la Mungu Baba, kwa jina la Mungu Mwana, kwa jina la Roho Mtakatifu. Wewe ni mshindi, 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 wewe ni mshindi kwa jina la Yesu. Halafu inuka, mpe Bwana Yesu kelele za shangwe. Glory, glory kwa jina la Yesu Kristo. Come on somebody, mpe Bwana Yesu makofi mengi ya sifa na utukufu. Baba, asante kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya usiku wa washindi ambao umeuandaa. Tunaamini na kutamka kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo kwamba their life will never be the same again in the name of Jesus. Kila mahali walipojifungamanisha na watu wasio sahihi, usiku wa leo unakwenda kuwa ni usiku wa majibu, wa kuachiliwa, wa kusogea, wa kufanikiwa kwenye maisha yako. And so shall it be to you in Jesus name. If you believe, mpe Bwana Yesu makofi mengi ya utukufu. Kwa mawasiliano zaidi kwa ajili ya ushauri ama ili kupata nakala za vitabu, audio CD, DVDs na mafundisho mengine ya Fredi Msungu, tafadhali piga simu namba 0653318117. Waweze kutembelea ukurasa wa Facebook kupitia Fredi D. Msungu au Pure Mission TZ, Instagram Fredi Msungu the Minister, email fredimsungu@gmail.com.